kwenye kitabu cha Kutoka mlango wa 3 na mstari wa 10. Mungu anamtokea Musa, anamwambia mimi ni Mungu wa baba yako. Sasa kabla hujaanza hatua za kujitoa katika kifungo ama katika utumwa, kuna umuhimu wa kujua aliyekufunga ni nani. Maana yule aliyekufunga inawezekana ndiye alikuwa Mungu wa baba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu leo hii Mungu wa baba zao alikuwa ni mizimu ya kwao. Wengine Mungu wa baba zao alikuwa ni pesa. Yesu anasema hauwezi ukatumikia mabwana wawili. Kwa hivyo pesa ni bwana ambaye anaweza akatumikiwa. Anaweza akakuweka katika utumwa ama katika kifungo. Lakini pia wengine Mungu wa baba yao alikuwa ni ugonjwa, alikuwa ni utasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla haujaamua kutoka katika hicho kifungo ambacho uko ndani yake, ni vizuri ukajua Mungu wa baba yako alikuwa ni nani. Ni nini ambacho kilikuwa kimetawala baba yako? Maana kile ambacho baba yako alikuwa na kiambudu, ujue siku moja inakuanga ni lazima kidhihirishe kwa watoto. Maana wana share the same blood. Na kuna kuanga na uwezekano mkubwa sana kikapita kupitia kwa damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mtu pia anaweza akafungwa katika akili yake. Kisoma kwenye kile kitabu cha Marko mlango wa 5 na mstari wa 12. Wakati ule Yesu alipotoa yule pepo ambaye alikuwa amemkamata Mgerasa, maandiko yasema ya kwamba yale mapepo yalisema, kwa nini umekuja kabla ya wakati wetu? Alafu yanasema tunakuomba utuingize kwa wale nguruwe. Sasa nikaanza kuangalia kwenye maandiko, nguruwe, tunapoongelea kuhusiana na nguruwe tunaongelea kuhusiana nini? Kwenye kile kitabu cha Mithali 11 na mstari wa 22. Maandiko yasema hivi: kama pete ya dhahabu ilivyo katika mapua ya nguruwe, ni sawa sawa na mwanamke asiyekuwa na akili. Kumbe nguruwe ni mtu yeyote ambaye hana hekima ama hana akili. Mapepo yanasema yawekwe kwa nguruwe kwa sababu nguruwe haina akili. Sasa mtu yeyote ambaye hana hekima, ni rahisi sana huyo mtu akamilikiwa na mashetani. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Hosea 4 na mstari wa 6, maandiko yasema ya kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ukikosa hekima ama maarifa kwa maisha yako, ujue kwamba hauna tofauti na nguruwe. Na wewe utakuwa wewe ni uwanja wa mashetani. Yatakuwa yakitoka mahali popote yanatua kwako kwa sababu hauna hekima. Nguruwe ama yale mapepo yalikubali kuingia kwa nguruwe kwa sababu tumesoma kwenye kitabu cha Mithali 11 na 22 ya kwamba nguruwe ana hekima. Hata ukiweka pete ya dhahabu kwenye mapua yake, nguruwe hawezi akajua kama ako na dhahabu, na hawezi akajua maana ile dhahabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kukaa na mtu ambaye hana hekima ni hatari sana. Maana mtu yeyote ambaye hana hekima hata anaweza akajua, anaweza akaingiwa na mashetani na alafu akajiua. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka tupige hatua. Mtu pia anaweza akafungwa na mchungaji wake. Kuna wachungaji ambao wanakuanga ni kama mafarao. Wanakuachia uende lakini hawataki uende mbali. Maana ukienda mbali kwenye biashara, kwenye mapato yako, kwenye ndoa, kwenye nini, hautawarudia tena kwa msaada na utaama kanisa. Sasa kuna watu ambao leo hii wamefungwa na wale wachungaji wako nao, maana wale wachungaji hawakufundishi deep mambo ambayo yatafanya ufanikiwe zaidi. Farao anawaambia wana wa Israeli, na waruhusu muende lakini msiende mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiangalia maandiko yako vizuri ama Biblia yako vizuri, kuna wakati Yohana Mbatizaji aliwekwa jela. Na aliwekwa jela baada ya kuwa amemwambia Herode ya kwamba amechukua mke wa ndugu yake.
Sasa Yohana Mbatizaji alipokuwa kule gerezani amefungwa au katika kifungo, anatuma mitume wake ama wafuasi wake ama wanafunzi wake, anawaambia endeni mkamuulize Yesu, ndiye yeye ambaye tunayemsubiria ama tumgoje mwingine? Ukiendelea kukaa kwenye kifungo, ujue kuna watu ambao wanakutegemea uje kuwafungua. Familia yako iko kwenye kifungo, alafu inauliza huyu ama wewe ndio ulitumwa ili ututoe kwenye hiki kifungo? Maana katika familia ama katika eneo fulani ama katika uongozi ama katika nchi yoyote, kuna mtu ambaye Mungu anakuanga amempea assignment ya kufungua wengine. Yohana Mbatizaji anauliza Yesu, wewe ndiye yule ambaye tulitegemea uje ili ututoe katika vifungo ama tumtazamie mwingine? Maana Yohana anajaribu kumwangalia Yesu, anaona kwamba Yesu akipigwa, anasema ukipigwa kofi geuza kofi nyingine, geuza upande mwingine. Wakati ule Yohana alikuwa anatarajia haje mfalme ambaye ako na mamlaka. Ukiendelea tu kukaa ukiwa mzembe, ujue kwamba familia yako ama nchi yako ama eneo ambao unaishi, ujue wanauliza kila wakati, ni wewe ambaye ni wewe ambaye tulifaa kusubiria ama tumsubirie mwingine? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikimalizia, kuna kitu kingine ambacho nataka nikufundisha hapa, kwamba kuna watu ambao wamefungwa na roho ya uasherati, alafu wajui kwamba roho ya uasherati sio ya kukemea, unafaa kuikimbia. Kisoma kwenye kile kitabu cha Korinto wa kwanza mlango wa 6 na mstari wa 18, maandiko yasema ya kwamba ikimbieni zinaa. Lakini kujua tu kwamba zinaa sio ya kukemewa, ni ya kukimbia, haitoshi. Unafaa pia ufahamu kwamba zinaa hautaikimbia kwa nguvu zako, lakini zinaa utaikimbia kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Isaya mlango wa 41 na mstari wa 30, ama kitabu cha Isaya 40 na mstari wa 30, in the book of Isaiah 40 and verse 30, maandiko yasema kwamba vijana watachoka, bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Ukikimbia zinaa kwa nguvu zako wewe kama mtu, ujue kwamba kuna wakati utachoka na roho ya zinaa itakukamata. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna umuhimu wa kujua kwamba unafaa kupata nguvu mpya kupitia kwa Roho Mtakatifu. Kusoma kwenye kitabu cha Wagalatia mlango wa 5 na mstari wa 16. Wagalatia 5:16 inasema, enendeni kwa Roho na wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Zinaa utaikimbia wakati ule ambapo utaamua kuenenda kwa Roho. Maana zinaa ni dhambi ambayo inafanywa kwa kutumia mwili. Kwa hivyo ndio sasa uikimbie zinaa, unahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Ukikimbia zinaa kwa nguvu zako mwenyewe hutaweza kuikimbia. Ndio maana utaona kwamba kuna watu ambao wanajua kwamba ikimbieni zinaa, lakini kwamba hao watu wamekamatwa, kwa sababu zinaa hautaikimbia kwa nguvu zako kama mwanadamu, lakini unastahili ufunge na kuomba ili roho yako ipate nguvu, upate kuikwepa zinaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika kile kifungo, ama ukiona mtu ako katika kifungo, ujue kwamba kuna watu aina 4 ambao wamehusika, ama kuna watu aina ambao lazima wahusike ukiwa katika kifungo na ndio utoke katika kifungo. Namba 1, Yesu alikuwa na rafiki yake mmoja ambaye anaitwa Juda. Juda ndiye alisababisha ile shida ambayo alikuwa nayo. Alafu Petro alikuwa ni rafiki ambaye anamuonyesha kwamba wako pamoja katika shida, lakini shida ikitokea anamkwepa. Lakini pia ukiangalia Yohana ni mwanafunzi ambaye Yesu alikuwa anampenda, lakini Yesu akipatwa na shida Yohana alikuwa ananyamaza. Lakini pia ukiangalia Mungu naye ndiye alimtoa katika shida. Hao ni watu watatu ambao kwenye maisha lazima ukumbane nao ili kwamba utoke katika ile shida ambayo uko nayo, kama utakuwa umeingia